umefungwa kwa mikoba ya kale. Mume wangu, unaikumbuka ile nyimbo ilikuwa tunaisikiza tukiwa mjini? Naikumbuka. Na sio ni kwa nini leo unikumbusha nyimbo kama hiyo? Kwani playlist yangu pendwa? Nimekumbuka kipindi tuko mjini. Kaona ngoja nikusikilizishe leo. Sawa sawa, ni jambo zuri. Hakika kumbukumbu zangu zote ziko chini yako. Asante. Halafu na zile ulifanya tuzinyoe. Ikia tu anaojua majukumu yako sasa. Kweli. Unakuwa uko resi, uko busy, una muda na mimi. Mpaka na mimi kuna wakati huwa najihisi vibaya. Ila nafurahi sana kukuona leo uko karibu na mimi. Sawa? Mume wangu. Naam. Hivi Michael anavuta bangi? Kwa nini? Kwa sababu asubuhi kabisa hajakusalimia. Sasa hapa tena amepita hajakusalimia. Oh. Kwani umeacha mke wangu? Nimeacha? Nimeacha nini? Kuvuta bangi. Kwa sababu hata na wewe pia kuna wakati ulikuwa unisalimia asubuhi wala jioni. Kwa hiyo sio kila ambaye asalimii basi anavuta bangi. Sawa sawa? Kwa mimi nakwambia vitu vya msingi hapa unaniona mpuzu. Kwa hiyo mimi kosa langu kutenga muda kukaa na wewe. Mimi sikusema hivyo mke wangu, la hasha, unanizotea. Kapi. Time? Wewe umenifikiria tu vibaya ila sikuwa na maana hiyo. Time? Siwezi kuona ajabu. Wewe umekuwa ni miongoni mwa watu wenye kunisababisha mimi kukosa furaha. Kwa hiyo nimesha kuzoea. Nani Mika? Kama umerudi ndugu yangu njoo niondoe hapa. Kwa mwanamke Mika ana matatizo sana. Lakini ataisha haya. Braza. Mika. Unajua hizi ni changamoto katika maisha kaka yangu. Ndio. So na imani kwamba changamoto tumeombewa binadamu. Usijali, ipo siku tutakuwa sawa. Utaona tena kwa mara ya pili kaka yangu. Sawa. Japo siamini kwenye hilo, lakini kwa kuwa Mungu yuko pamoja nami na mpaka leo niko hai, basi yeye ndo atakayenipambania mimi. Kwa hiyo usitie shaka kwenye hilo ndugu yangu. Sasa brother, ndio. Toka jana shemeji hajarudi. Saa 5 hii inaelekea saa 6. So na toka tulipopata uji asubuhi dakika hatujapata chochote. Kwa hiyo nilitaji nitoke angalau nikatafuta chochote kitu ili tuweze kula. Sawa, unajua Mika, kitu ambacho kinaumiza zaidi kiachana na hali ya utofauti ambao nipo nayo ni kumwona mtu ambaye unategemea kufute machozi alafu yeye ndo amesababisha kulia. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho huwa kinaniuma sana, lakini nikutie nguvu na nikutie moyo kwa sababu wewe sasa hivi ndio tegemezi langu. Wewe ndio unasema ndio dira yangu. Yaani nakutizama wewe, naishi kwa kuona wewe. Kwa hiyo mimi nisikukalishe tamaa. Wewe toka ndugu yangu, nenda unapokwenda. Lakini pia nakuombea heri, Mungu akufanyie wepesi. Akuletee unafuu kwenye utafutaji wako ili uweze kurudi kwa salama ndugu yangu. Basi sawa kakaangu. Vipi? Hakuna kitu chochote nikusikilizea? Hapana kingine. Wewe nenda tu, mimi niko sawa. Kwani nimeshaanza hata kuzoea ndipo. Basi sawa. Sawa Mika, hamna shida. Hii hapa fumbo. Kuna tata huyo. Kumbe upo? Ndio nipo. Maana umenisusa siku mbili hivi. Mambo mengi. Sawa, karibu sana.
Asante, mimi nishakaribia na nilijua tu muda wewe utakuwa uko peke yako hapa. Ndio maana nikaamua kuja kutembelea. Nafurahi sana kwani hata mimi nimeshaanza kukuzoea sasa. Na ukweli sina pa kwenda muda wote kuanzia sasa hivi. Nipo tu nyumbani kwani juzi nilifanya ajali moja hivi. Nijaribu kutoka niende hata nitembee nioshe miguu maana muda mwingi sana kwa niko ndani. Ilichokuja kutokea mdogo wangu Mika alikuja kunitoa kwenye shimo kule nyuma siku ya manani yule. Basi niliumia mguu ulikuwa unauma kweli huko. Kwa mpaka sasa hivi bado unauma? Hapana, kidogo sasa hivi una nafuu japo nikiukanyagia kwa mbali napata maumivu makali pia. Sema niko fresh. Haya, pole. Sawa, sijuzi nilikuwepo hapa nimekaa mwenyewe nimejituliza nikaanza kusikia mikelele huko mtaani. Makelele, najiuliza kuna nini huko? Nikatamani hata kama ningelikuwa na nafasi kidogo na mimi nije nilishuhudia, lakini ndio hivyo nikashindwa. Kwa hiyo mapya ya leo. Kiwangu. Haya kinachokufanya uongee peke yako poingi tu gani? Mimi najua wewe mbovu wa macho kumbe hata akili zinatoweka. Hapana, mimi nilikuwa siongei peke yangu lakini kama unavyofikiria. Bali. Ngaise, nifanye tu ndogo zangu maana mambo sio shwari. Nafurahi kukuleta mpaka nyumbani. Bila shida. Kweli? Nimeenjoy sana leo. Hujaenjoy kama nilivyoenjoy mimi. Kiukweli yule mpuzi anafaidi sana. Kweli unauma. Kwa hiyo mmekosa sehemu zote za kufanyia upumbavu wenu, umeona mpaka kuja kuonyesha, si ndio? Shemeji yangu anavuka mipaka sasa. Kwa hili jambo sitalifumbia macho. Hivi mbona umebadilika na akili shemeji yangu? Umeona sasa wewe na utawala wowote nafika paka home, si ndivyo? Hizo dharau. Unaweza nitaelewa shemu hizo za sheni. Kumbuka wewe ni mtu wako na umetoka naye mbali. Sasa ni mambo gani ambayo unaniletea? Unajiachia, una relax. Umefika stage sasa mimi ndo kukaa kufua nguo zake. Wewe unaenda unazurura huko. Ujali. Na usione kaka Kima hapo kwa boy yako unamuogopa. Mimi simuogopa afu simuenda pii. Unapotaka yeye amua. Oa. Blaza mimi nakuheshimu sana. Sema nini? Huu ndo muda wa kukaa na nyinyi kuondoka. Yaani huu ndo muda kuchukua vilago vyako ndani kuhama. Haiziende kwa mtu wako ama uondoke katika kijiji. Hama zako ama zangu. Achana naye, ni mpuzi tu, ameshakutata kibani. Naona walinzi wako sasa wameanza kukubwekea. Halafu ulitaka mimi nikifika hapa nitukane na huyo boya wako, si ndio? Mbona unasema hivyo Sedi? Wewe unaona unamwangalia tu anaongea maneno kijinga kweli?
Ananiambia mimi? Basi sikie. Wewe baki na boya zako, mimi naondoka. Unaondokaje sasa Sebi? Kidera mwanangu, mbona unaonekana umekaa katika hali ya kinyonge kiasi hicho, wakati mimi nimefurahi kwa jambo kubwa ulionifanyia hapa? Nategemea nikupe zawadi kubwa sana, hata ya kitoto kichanga upate kukila supu. Pia nina zawadi nyingine mzito nimepanga ni Hivi mbona unaongea nini? Ulichokifanya wewe unaona sawa kabisa, si ndio? Nimeingia kwenye uchawi na ridhaa yangu mwenyewe na kupenda mwenyewe, lakini kwa hili mama sikubali nalo kabisa. Na naomba mamangu utoke sasa hivi ukamponyeshe kijana wa watu. Mama, unamuumizaje mtu ambaye hana hatia? Hana kosa lolote, hajafanya kosa lolote mama. Unamhukumu kiasi hicho? Huoni aibu mama? Hauoni haya mama wewe? Na katika kitu mama ninachojutia kumsababishia yule kijana watu matatizo. Najutia sana mama, kwa nini nilifikiria hivyo? We mama, mimi sinaongea na wewe. We mpuzi. Nakuita hapo umenyamazia kimya. Nakwambiaje naondoka. Kile chako ni kikubwa na mdogo wako sikuondoka. Sasa naondoka. Nimepata bwana kuandekeza kama mwana. Nani ukiniona tena kwenye nyumba yenu? Niite mbwa. Nimekaa pale kwa nyumba gani basi? Hovyo. Hivyo mke wangu, katika hii dunia kuna pande mbili. Kuna upande wa mwanga na upande wa giza. Zote unapokuwa mwangani, daima huwezi kumuona wa gizani. Lakini unaweza ukawa gizani ukamuona wa mwangani na wa gizani pia. Sijawahi kuwa na baya na wewe. Hivyo basi, mimi nikuombee kila laheri huko endako. Umefungwa kwa mikoba ya kale. Unabeba siri za kizazi changu. Kisasi hakileti amani. Sebi! Sebi kipenzi! We Sebi we! Sebi! Saizi salama. Sebi mwanangu. Umemkuta ndio, lakini amelala. Unaweza kanitia? Sidhani, maana amerudi kazini amechoka na unaona hali yake waida. Naomba kama ukijali nitie. Sawa. Mume wangu. Mume wangu. Njoo, kuna mgeni. Sebi.
Yangu. Niambie mama. Umefuata nini hapa? Sebi. Yangu. Niambie mama. Kwani unaletea wanauza vipodozi hapa nyumbani na kuwatajia jina langu? Hapana. Mimi mbona simfahamu? Sebi, mimi leo nauza vipodozi. Wewe tena nisikilize mwanamke. Aliyekutuma kamwambia hujanikuta. Sebi, mbona unanifanyia hivyo? Kumbe nyie ndio mnaoharibu ndoa za watu. Sasa sikia. Kabla sijachafukwa, naomba uchanganye mbaliga zako na utoke hapa haraka. Naomba uondoke. Leo. Yangu. Achana naye bwana. Kwanza mimi niko nimekumiss. Niko hospitali kwa mtu. Kitu kama hivyo ngongole. Sebi. Twende bwana. Sebi. Bwana Mwanyiru. Binti Matata. Ndo mimi. Naam, karibu. Asante. Karibu sana. Umewahi sana leo. Uliponi? Ndio nimeona. Kwa sababu nimekuletea zawadi nzuri sana. Ni zawadi gani? Usiwe na haraka. Ni nzuri na utaifurahia. Naomba ipokee zawadi. Sawa. Ni wewe? Ndio. Kijana, mimi unayeniona hapa nilikuahidi nitakusaidia, na leo nimelifanikisha zoezi langu. Najua unajiuliza maswali mengi kuhusu binti, lakini majibu ya maswali yako nayo mimi hapa nitakwambia.